China imeapa kupambana hadi mwisho dhidi ya ushuru mpya wa 50%, Rais wa Marekani Donald Trump anaoitishia kuwekea nchi hiyo. Mtizamo wa China unazidisha vita vya kibiashara ambavyo tayari vimeyavuruga masoko ya kimataifa. Na katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim ametangaza kuwa maafisa wa nchi hiyo wataelekea Washington kuanza majadiliano ya ushuru baada ya Marekani kuitoza 24%. Saumu Njama na taarifa zaidi. Trump ameathiri uchumi wa dunia kwa ushuru mkubwa ambao umeongeza hofu ya mdororo wa kimataifa, lakini amekataa kusitisha sera yake kali ya biashara licha ya kushuka kwa masoko. Beijing, mshindani mkubwa wa kiuchumi wa Washington, lakini pia mshirika muhimu wa kimataifa, ilijibu kwa kutangaza ushuru wa 34% kwa bidhaa za Marekani, ikizidisha mvutano kati ya mataifa hayo yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Mwitikio wa haraka kutoka China umesababisha onyo jipya kutoka kwa Trump kwamba angeweka ushuru zaidi ikiwa Beijing haitakoma kupinga ushuru wake, hatua ambayo imeongeza ushuru wa jumla kwa bidhaa za China hadi 104%. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Lin Jian amesema China haitakubali kutishwa. Ningependa kusisitiza kwamba hakuna washindi katika vita vya kibiashara au vita vya ushuru. Watu wa China hawachochei matatizo, lakini hatuogopi. Kutegemea shinikizo, vitisho na usaliti sio njia sahihi ya kushirikiana na China. China itachukua hatua zote muhimu ili kulinda kwa uthabiti haki na maslahi yake halali. Katika hatua nyingine ya athari za ushuru mpya wa Trump, Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim amesema atatuma maafisa wake mjini Washington kuanza mazungumzo dhidi ya ushuru wa 24% kwa bidhaa kutoka nchi hiyo. Anwar amesema hatua hiyo ni sehemu ya diplomasia na kwamba Malaysia itashirikiana na nchi wanachama wa Jumuiya ya ASEAN katika juhudi hizo, ambapo kundi hilo la mataifa 10 limeathiriwa pakubwa na ushuru wa Marekani. Kujibu hatua ya Trump, Tume ya Ulaya pia imependekeza ushuru wa 25% kwa bidhaa mbalimbali za Marekani. Hata hivyo, maafisa wa umoja huo wamesema wako tayari kujadiliana makubaliano ya kutotozana ushuru na serikali ya Trump licha ya changamoto zilizopo. Umoja huo wa nchi 27 tayari unakabiliwa na ushuru wa magari na vyuma pamoja na ushuru mwingine wa 20% utakaoanza kutumika siku ya Jumatano. Singapore, ambayo ilipigwa na ushuru wa 10% licha ya makubaliano ya biashara huria na Marekani, imesema ushuru wa Marekani sio vitendo vya kirafiki. Kutokana na hatua hiyo, Waziri Mkuu Lawrence Wong ameonya uwezekano wa kuongezeka kwa vita kamili vya biashara duniani, akihimiza taifa lake linaloegemea zaidi biashara kujiandaa kwa nyakati ngumu zinazokuja. Naam, ni ripoti hiyo ya Saumu Njama ikimulika vita hivyo vya kibiashara vinavyonukia